Imran, wacha nianze nawe kwa sababu kwa hapa karibu yangu. Nimeona juzi Naibu Rais Kithure Kindiki akilaumu viongozi wa upinzani kwa kuwatumia vijana katika maandamano. Na ningependa kusikiliza kauli yako na maoni yako kuhusiana na hatua hii, kwa sababu maandamano ambayo tulishuhudia makubwa zaidi ilikuwa mwaka 2024 na maandamano haya pia yalionekana kuongozwa na viongozi wa upinzani. Je, unahisi vijana bado, kando na ile uoga ambayo walikuwa nayo hapo awali ya kujitokeza katika maandamano, wako tayari kuhusika katika siasa za paka na panya? Asante Paul kwa kutualika na kwa hii mjadala ambaye ni muhimu sana wakati huu. Ningependa kuanza kusema ni haki na shughuli ama kazi ya kila mwana Mkenya kuandamana na kutetea haki ya Kenya na wananchi kwa jumla. Kwa hivyo sio jukumu la vijana pekee kuandamana ama kutetea maneno vile iko nchi hii. So kwa hivyo katika miaka 2 iliyopita tumeona ya kwamba ni vijana wanakuja kipaumbele kutafuta haki na kutetea wananchi na vile mambo iko. Kulingana na hiyo situation, nafikiri vijana walileta maendeleo mengi katika kutetea nchi hii, kutetea sera, kutetea utendakazi ya viongozi vile walipelekwa kwa hizi ofisi. Nafikiri Wakenya wanaona faida ile imetoka kwa ile maandamano vijana walifanya. Kwa hivyo nafikiri ningependa kuanza kusema ya kwamba ni jukumu la kila Mkenya kutetea haki na sera za Kenya, sio jukumu la vijana pekee. Lakini tunaona ya kwamba tukizingatia wanasiasa, maandamano imekuwa biashara. Imekuwa biashara, sio maandamano ile imekuwa kwa sera na kwa mafikra mazuri, lakini imekuwa ni biashara ya wafanyikazi wa serikali wenye wanatetea sera za serikali, na pia wanasiasa wenye wanaona kusukuma mjadala fulani. Kwa hivyo katika hii msukumano ya vile naibu wa rais na opposition wanasema, ni kweli ya kwamba maandamano imekuwa biashara, na tumeona ya kwamba kuna hii kitu imetokea siku hizi, vijana wanatumika kuleta vurugu ama kuharibu biashara na vile maneno inaenda. So kwa hivyo nafikiri ni mjadala ambaye tutaendelea kuzingatia na kuongelelea, lakini